Wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa UoI TV pamoja na Bundara TV, karibuni sana. Karibuni katika mfululizo wa mada ambazo zitaendelea kuanzia leo, siku ya kwanza, na kuendelea siku zijazo, juu ya mada kuu ambayo itaenda na kichwa kinachosema utata katika utatu. Utata katika utatu. Ipo changamoto kubwa sana katika dini hasa ya Ukristo juu ya fundisho hili la utatu. Wanafalsafa mbalimbali ndani ya dini ya Ukristo, wanathiolojia, wasomi na wasio wasomi, watu wa kawaida, wote wapo katika changamoto hii. Wapo katika pande mbili. Wengine inawezekana wanaelewa, lakini wengine inawezekana hawaelewi juu ya fundisho hili la utatu. Nikukaribishe sasa kuanzia leo na siku zijazo juu ya ufumbuzi pamoja na uchambuzi wa fundisho hili la utatu. Na leo tutakuwa, ambao ni siku ya kwanza kabisa, tutakuwa na somo linalosema uchambuzi juu ya utatu. Uchambuzi juu ya utatu. Na hivyo kabla ya kuendelea, ni tuweze kufumba macho tuombe. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru mno. Asante kwa sababu unapenda kila muda tujifunze mapenzi yako. Kubali tena umetupatia nafasi hii, mtumishi wako walioko sehemu mbalimbali wanaotutazama kupitia mitandao ya kijamii, patie nafasi hiyo wako mtakatifu akazungumze nasi kupitia neno hili, katufundishe tukaelewe zaidi na zaidi, tukasogee karibu na msalaba wako. Tunaamini utatuongoza kuanzia leo na siku zijazo, kwa jina la Yesu, amina. Kama nilivyoanza kutangulia kuambia, fundisho hili limekuwa na sehemu kuu mbili. Wapo watu ambao wanasema fundisho hili ni kweli, lakini wapo wengine ambao wanasema hili fundisho sio lenyewe, sio lenyewe. Na hivyo nikukaribishe katika mfululizo wa mada hizi. Tutaangalia katika sehemu zote mbili, wale wanaopinga na wale ambao wanakubali. Na tunapoanza na kwa wale ambao wanapingana na hili fundisho, kwa nini wanapingana nalo? Zipo sababu kadhaa hapa ambazo ulimwengu leo wa Kikristo wa wale wanaopinga utatu unatoa. Jambo la kwanza, wanasema hakuna fungu lolote katika Biblia ambalo linataja utatu. Na hivyo wanapokuwa wanasoma Biblia kutoka kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, hakuna hilo neno utatu. Na ni kweli kabisa, hakuna hilo neno utatu katika Biblia yote. Chukua Biblia yote kabisa, utakuta hilo neno utatu. Lakini swali la kujiuliza, je, kutokuwepo kwa neno katika Biblia inamaanisha hilo neno halipo? Na je, maneno yote ambayo huwa tunajifunza katika mafundisho yetu, je, yapo katika Biblia? Lazima hayo maswali ujiulize mimi na wewe msikilizaji na mtazamaji, kwamba kama hili neno halipo kwenye Biblia, je, maneno yote ambayo ninayatumia katika imani yangu, je, yapo katika Biblia? Kutokuwepo kwa neno, je, kuna halalisha ya kwamba halipo? Nataka ufikirie jambo moja. Je, mimi hapa kwa mfano nisipokufahamu jina lako, inamaanisha wewe haupo? Kwamba kwa sababu simfahamu Kija, kwa hata hayupo? Lazima ujiulize. Kwa reason ya kwanza ya watu kwa nini hili fundisho hawakubaliana nalo ni kwa sababu halipo katika maandiko. Wanapochunguza maandiko hawalikuti. Lakini lazima ujiulize, je, maneno yote tunayotumia, je, yapo katika Biblia? Kwa mfano, kuna neno incarnation ambalo linahusika na Yesu alipojivika
alipovika uungu akaja kama mwanadamu, incarnation, halipo katika Biblia. Ukisoma Biblia yote halipo. Lakini mimi na wewe tunajifunza na tunalifundisha kwamba Yesu alijivika uungu, alijivika ubinadamu, akaja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu, incarnation. Lakini jambo jingine, na halipo kwenye Biblia hilo neno incarnation, lakini ipo neno jingine investigative judgment au millennia. Kwenye Biblia yote utakuta neno millennia, lakini bado tunalifundisha katika Ukristo, tunajifunza katika imani zetu millennia. Tunajua ya kwamba baada ya Yesu kuja mara ya pili, atachukua watakatifu wake, ataenda nao kwa muda wa miaka 1000, na huko watafanya hukumu kwa wale waovu, angalia matendo yao. Tunajifunza millennia, lakini kwenye Biblia halipo, lakini bado tunajifunza. Kama uelewa huo kwamba kwa sababu neno halipo kwenye Biblia, basi ndipo halipo kabisa, tutakuwa hatuitendei haki Biblia, kwa sababu yapo maneno mengi. Hayo ni baadhi tu, yapo maneno mengi na mengi ambayo hayajatajwa kwenye Biblia, lakini yamefunuliwa katika Biblia. Ndio maana tunayafundisha. Kwa kutokuwepo kwa neno haihalalishi ya kwamba neno hilo halipo. Halipo. Ila kinachozingatiwa ni kwamba tunapoenda kuangalia kwenye Biblia, je, bado halijafunuliwa hilo neno? Kwa hiyo ni sababu ya kwanza ambapo watu wengi wanasema hili neno halipo, hata fungu moja halijatajwa katika Biblia. Ndio maana hatuwezi kulikubali kama fundisho la Kikristo. Jambo la pili, kwa nini watu wanakataa fundisho hili la utatu, ni kwamba asili ya fundisho hili ni upagani, na wanasema ya kwamba litokana na mabaraza mbalimbali waliokaa kipindi kile, wale waanzilishi wa kanisa wale wa Kristo wa kwanza kabisa, maaskofu wa kwanza katika ile karne ya 4, katika ile baraza la 325 la Nisea pamoja na 381, hapo ndipo fundisho hili lilipopitishwa. Anasema ya kwamba linatoka katika upagani. Kwa maneno mengine, lilipitishwa na maaskofu wa Roma mwaka wa 325 katika ile baraza la Nisea, na mwaka wa 381 baraza la Constantinople, na aliyekuwa anahusika, aliyeitisha ni Konstantino. Ndivyo madai yaliyopo. Kwa hili fundisho likapitishwa. Ndio maana nikualike rafiki yangu, penzi mtazamaji na msikilizaji, endelea kufuatilia series ya haya mafundisho. Tutakuja tuangalie, je, huo mkutano wa Konstantino wa mwaka wa Konstantinople wa mwaka wa 381 wa mwaka wa 325 wa Nisea, je, Ukatoliki ulikuwa tayari? Maana baadhi ya wale wanaopinga fundisho hili anasema ya kwamba lilitoka kwa Wakatoliki, kwa hiyo ni la kipagani, sababu waliitishwa wale waliohusika kuliunda na kuwepo katika imani ni Wakatoliki. Ilikuwa ni karne ya 4, mwaka wa 325 na 381. Nikukaribishe, usikose series ya masomo haya. Hiyo historia tutaiangalia vizuri. Je, hao walikuwa ni Wakristo au walikuwa ni maaskofu wa Rumi ya kidini waliopitisha hilo fundisho? Na wanasema ya kwamba fundisho hili likataliwa mwanzo kwa sababu kulikuwepo na makundi mawili katika hilo baraza la Nisea mwaka wa 325. Hapo kulikuwepo na Arian ambao aliyekuwa mtetezi pale ni Arian. Alikuwa na kundi la pili ambalo lenyewe ndio lilikuwa linatetea utatu. Yeye Arian alikuwa anakataa. Na hoja iliyokuwepo pale, wale ambao wanasoma historia vizuri, ilikuwa ni hoja ya Yesu, yaani position ya Yesu Kristo, kwamba uungu wake ni wa kukopeshwa na Baba au ni wa kwake binafsi. Kwa hiyo Arian alisimama, na baadaye
wanasema ya kwamba hao watu wanaopinga utatu wanasema ya kwamba baadaye Arian alilazimishwa kwamba ili fundisho asipolikubali basi akafukuzwa. Baadaye ilijulikana kwamba fundisho hili ni la ukweli. Ilipojulikana hivyo, mfalme Konstantino akaelezewa kwamba hili ni la ukweli, akamwambia, akaitisha mkutano, na huo mkutano ndio mwaka wa 381. Arian alipoitwa kutetea hilo fundisho, usiku wake, kesho yake wanasema aliuawa. Kwa alipouawa, ili fundisho basi halikubi addressed, na hivyo likapitishwa hadi leo tunalitumia. Hayo ndiyo madai wa wale wanaopinga utatu. Kwa hiyo ni asili yake ni upagani. Lakini msikilizaji, karibu sana katika series hii. Tutakuja tuangalie vizuri kabisa. Tutaangazia juu ya mkutano huo wa Konstantinopo wa mwaka wa 381 na mkutano wa mwaka wa 325 wa Nisea. Je, ndio waliopitisha fundisho hilo la utatu au la? Na kipindi kile waliokuwepo ni kanisa Katoliki au waliokuwepo ni wapi? Kwa hiyo karibu usikose katika mfululizo wa masomo haya. Lakini jambo la tatu ambalo wale wanaopinga utatu wanasema ni kwamba ni moja ya fundisho lilopo, yani ni kigezo ili uweze kuwepo katika muungano wa makanisa duniani, WCC, yani ile ecumenical movement, ili uwepo hapo. Kigezo mojawapo ni kwamba ukubali utatu. Kwa anasema kwamba ukiachana na ile climatic change, kwamba mojawapo kigezo kingine ni climatic change, bali ya tabia ya nchi, badiliko ya tabia ya nchi, lakini mojawapo ni fundisho la utatu. Miongoni mwa vigezo vilivyopo kwenye WCC ni habari ya utatu. Kwa kukubali utatu maana yake ni kukubali kujiingiza katika WCC. Na WCC wanasema ya kwamba muda si mrefu, kwa sababu kutakuwepo na muungano wa makanisa, hautakwepa alama ya unyama. Kwa utatu ni fundisho ambalo lipo katika miongoni mwa vigezo vya WCC. Kwa kuikubali ni kujiandaa kupokea alama ya mnyama. Kwa hiyo bado wanasema kwamba hili ni fundisho ambalo ni la kipagani. Na hili fundisho ndio msingi, wanasema ndio msingi wa mafundisho mengine maovu. Kwa kulikubali ni kukaribisha mafundisho mengine ya uovu. Hiyo ni reason ambayo inatolewa na wale wanaopinga utatu. Reason ya tatu, ya nne, waanzilishi au mapionea hawakukubaliana na fundisho hilo. Hapa tunazungumzia wale walianzisha kanisa la Waadventista wa Sabato mwaka 1863, akina Ellen G. White, James Bates, E.J. Waggoner, akina A.T. Jones, akina Smith na wengine wengi hawakukubaliana na fundisho hili. Na zipo nukuu nyingi ambazo zinatajwa hawakukubali. Lakini nikukaribishe, tutaangazia nukuu moja baada ya nyingine juu ya hao mapioneers. Ni kweli walikataa, lakini lazima ujiulize kwamba kipindi wanakataa ilikuwa ni kipindi cha muda gani? Kwa hiyo katika masomo ya mbele tutajifunza juu ya hao mapioneers, juu ya walichozungumza juu ya fundisho hili la utatu. Hiyo ni sababu ya 4. Sababu ya 5 ambayo wapinga utatu wanasema ni kwamba haingii akilini, kwamba moja eti jumlisha moja upate moja kujumlisha moja upate moja. Haingii akilini kwamba eti moja ujumlishe moja upate moja, haiwezekani. Maana jibu ni tatu. Kwa hiyo kufundisha utatu ni kusema miungu watatu, ndivyo wanavyodai. Lakini karibu katika mfululizo wa masomo haya tutaelewa vizuri. Mungu atatusaidia kuelewa juu ya fundisho hili limejengwa katika nini. Hizo ni baadhi ya sababu ambazo baadhi ya wale wanaopinga utatu wanasema. Wanaopinga utatu wanasema. Sasa utatu ni nini? Hapa tunapoenda kuangalia katika somo la leo, ni sehemu ya kwanza, uchambuzi katika utatu. Utatu ni nini? Utatu ni fundisho linalosema kwamba kuna Mungu mmoja. Kwa sababu neno utatu linatokana na neno la Kilatini